Danieli 8 mstari wa 14, akamwambia, hata nyakati za jioni na asubuhi 2300 ndipo patakatifu patakapotakaswa. Wakati uliotajwa katika Danieli 8:14, Kristo alikuwa anakuja wapi? Twende katika kitabu cha Danieli 7 mstari wa 13. Na huku kutakaswa kwa patakatifu kuna maanisha nini? Na hii miaka 2000 ama siku, nyakati za jioni na asubuhi, yani siku 2300 ambayo kulingana na unabii kitabu cha Numbers chapter 14, katika kitabu cha Ezekieli 4 mstari wa 6 inaeleza kwamba siku moja katika unabii ni mwaka mmoja. Na pia katika kitabu cha Numbers 14 verse 34 tunaona hilo jambo pia. Kwa hivyo miaka 2300, baada ya miaka 2300 patakatifu patapata kutakazwa. Sasa hilo linamaanisha nini? Sasa tunaenda kujifunza hilo. Wacha tusikie kulikuwa kunatokea nini, na huyu Kristo alikuwa anafanya nini baada ya hiyo miaka 2300? Na miaka 2300 ilianzia wapi? Danieli 7:13, swali tunalojiuliza, wakati ambao umetajwa katika Danieli 8:14, Kristo alikuwa anakuja wapi? Baada ya hiyo miaka 2300 Kristo alikuwa anatabiriwa kuja wapi? Twende Danieli 7 mstari wa 13. Danieli 7 mstari wa 13. Danieli 7 mstari wa 13 inasema hivi: nikaona katika jonzi za usiku, na tazama, mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbingu, akamkaribia huyo mzee wa usiku, wakamleta karibu naye. Kwa hivyo tunasikia mfano mmoja, mfano wa mwanadamu ambaye ni Yesu Kristo, akaonekana akija na mawingu na kumkaribia nani? Mzee wa usiku. Mzee wa usiku ni Mungu Baba, Baba mtakatifu. Kwa hivyo Baba mtakatifu anakaa katika mbinguni kule katika kiti chake cha enzi. Kwa hivyo Kristo alikuwa anamkaribia Mungu katika makazi yake. Na tunaposoma Mungu anakaa katika patakatifu, the most holy place, the holy of holies, akiwa kwenye kiti chake cha enzi. Kwa hivyo Kristo alikuwa anaenda kumkaribia Mungu. Hakuwa anakuja duniani vile Waadventista wa nyakati zile mwaka 1844 walikuwa wanadhania. Wacha tuendelee kusikia vile tunaambiwa. Kwa hivyo Kristo alikuwa anamkaribia Mungu, sio kuja duniani, bali ni kumkaribia Mungu katika kiti chake cha enzi pale, the most holy place. Kwa hivyo Malaki 3:1 pia anaeleza jambo hili. Malaki 3:1 anaeleza jambo hili. Malaki 3:1 inasema jambo hili pia. Malaki 3:1 inaeleza jambo hili: angalieni, namtuma mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele yangu. Naye Bwana mnayemtafuta atalijia hekalu lake ghafula. Bwana huyu ni Yesu Kristo. Kwa hivyo atalijia hekalu lake ghafula. Naam,
yule mjumbe wa agano mnayemfurahia, angalieni anakuja, asema Bwana wa majeshi. Kwa hivyo Kristo alikuwa anaingia katika hekalu lake ghafla, na hili hekalu ni lile hekalu lililoko kule mbinguni. Ukisoma Revelation chapter 11 verse 19 utapata kuona kwamba kuna hekalu kule mbinguni. Kwa hivyo Kristo hakuwa anakuja duniani baada ya miaka 2300 ambayo tunapata kuambiwa ilikuwa inaishia mwaka 1844, na tutakuja kuthibitisha hilo Mungu akitujalia. Tuendelee kusikia tunaambiwa nini. Yesu aliingia patakatifu na patakatifu ili kufanya nini? Sasa baada ya hii miaka 2300 ikiisha, Yesu alikuwa anaingia patakatifu pa patakatifu ili afanye nini? Wacha nikupe an hint ya kwamba miaka 2300 iliisha mwaka 1844. Kwa hivyo hilo ni somo lingine tutalithibitisha kwa wakati mwingine Mungu akitujalia. Lakini sasa tunaendelea kujifunza baada ya hiyo miaka 2300 kufika, Kristo ni nini kilikuwa kinatendeka? Yesu alikuwa anakuja duniani? Tumepata la hasha. Yesu alikuwa anaingia katika patakatifu pa patakatifu kule mbinguni. So alikuwa anaingia huko ndani ili afanye nini? Mtu wa Mungu. Hivyo hakuwa anaingia kule the most holy place, alikuwa anaingia afanye nini? Malaki 3 mstari wa 2 kuendelea chini anasema hivi: lakini ni nani atakayestahimili siku ya kuja kwake? Au ni nani atakayesimama atakapoonekana naye? Atakapoonekana yeye? Kwa maana yeye ni mfano wa moto wa mtu asafishaye fedha, ni mfano wa sabuni ya mtu afuaye nguo. Naye ataketi kama asafishaye fedha na kuitakasa. Naye atawatakasa wana wa Lawi, atawasafisha kama dhahabu na fedha, nao watamtolea Bwana dhabihu katika haki. Kwa hivyo hapa tunapata kuona kwamba alikuwa anaingia katika patakatifu pa patakatifu, the most holy place. Kristo alikuwa anaingia patakatifu in 1844, alikuwa anaingia the most holy place kuondoa dhambi, kusafisha. Maana anasema ataketi kama asafishaye fedha na kuitakasa. Kwa hivyo alikuwa anaenda kusafisha. Ndio maana Daniel 8:14 anasema ndipo patakatifu patatakaswa, and the sanctuary shall be cleansed. Umeona? Kwa hivyo kuingia kule alikuwa anaenda kufanya utakaso, kuondoa dhambi, kuitakasa na kuifuta kabisa. Ndio kazi Kristo alikuwa anaingia kule kufanya. Kwa hivyo naendelea kuambiwa hivi. Ndio maana mambo ya utakaso kwa dhambi, hapa ndio tunaanza kuona kwamba anaingia kule ndani, aanze kufanya an investigative judgment, hukumu ya upelelezi. Anachunguza vitabu, maana kuna vitabu mbalimbali, anachunguza kutoka kwa vitabu. Like kuna kitabu cha the book of remembrance, the book of remembrance. Tutakuja kuzungumzia vitabu mbalimbali ambavyo vimo kule mbinguni ambavyo tunavijua, na pia kuna kitabu cha uzima. Kwa hivyo kabla hujaingia kwenye kitabu cha uzima, utachunguzwa kutoka kwenye kitabu cha kumbukumbu, the book of remembrance. Hapa ndipo matendo yako yote wewe kama mtu wa Mungu yameandikwa. Kuangama kwako kote kumeandikwa, kuanguka kwako kote kumeandikwa, kusimama kwako kote kumeandikwa, tabia yako yote imeandikwa, imerekodiwa. Kila siku unaponena, kila siku unapotembea, kila siku unapotenda, malaika wanarekodi haya mambo kwenye kitabu cha kumbukumbu. Kwa hivyo hapa ndipo Kristo alikuwa anaingia kuanza kuchunguza tangia wale waliokufa hawali. 1 Peter 4:17 anasema ya kwamba hukumu inaanza kanisani. Kwa hivyo anaanzia wale wenye wamekufa waliokuwa waaminifu. Kwa hivyo hukumu ya wale watakatifu, hukumu ya wale wenye walioishi kwa ya watakatifu inaanza mapema sasa hivi kabla Kristo hajakuja. Na sasa hivi inaendelea kule mbinguni, Kristo akiwa in the most holy place, akiwa mpatanishi wetu.
Kwa hivyo mpendwa, hukumu imeanza. Ilipoanza 1844 ilianza na wale wenye walikuwa wamekwisha kufa, waliokuwa wamelikiri jina lake Kristo Yesu tangia Adamu. Kwa hivyo hata sasa hivi inaenda kumalizia kwa wale walio hai. Swali ni kwamba umeishi kwa namna gani? Siku zako unatembea, unaishi kwa njia gani? Vitabu vinachunguzwa, kila tendo, kila neno. Matthew 12 verse 36. Matthew 12 verse 36. Matthew 12 verse 36. Mathayo 12:36. Mathayo 12:36. Mathayo 12:36. Tusikie neno linasema nini kuhusu yale tunayoyatenda. Tusitani ya kwamba tutakuja kumdanganya Mungu. Hapana, hasha. Unachunguzwa wewe mwenyewe, mpendo wa Mungu, mtoto wa Mungu, lazima utachunguzwa. Wewe ambaye unamkiri Kristo ya kwamba umemwamini, utachunguzwa na unachunguzwa hata sasa. 12:36 inasema hivi: basi nawaambia, kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu, watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Kwa hivyo kwa maneno yako utahesabiwa haki, kwa maneno yako utahukumiwa. Vitabu vinachunguzwa. Kwa hivyo mpendwa, tangu 1844 kumekuwa na kazi ya kuchunguzwa. Wafu wametanguliwa, wamekwisha ama wanaenda kumalizwa kwa wakati ambao tusiojua, na watu tulio hai tunaomkiri Kristo tutafuatia katika kuchunguzwa. Sasa hona, neno linasema hivi: Maraki pia ametabiri kuja kwa Yesu mara ya pili. Ukiendelea kusoma hapo sasa, Maraki chapter 3, tunapata kwamba Maraki ameendelea kutabiri kuhusu kurudi kwa Yesu. So Maraki 3 amezungumzia Kristo kuingia katika the most holy place, kutufanyia utakaso. Na sasa pia baada ya kuchunguzwa kama watu waliomwamini Kristo, kitu kinachofuatia ni kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Maraki anafundisha hilo. Maraki 3:5 tusikie inasema nini. Maraki 5, kitabu cha Maraki 3:5 inasema hivi. Maraki 3:5: ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi wote na nchi zote za kando kando ya Yordani. Nasoma Mathayo 10. Maraki 3:5. Maraki 3:5 inasema hivi: nami nitawakaribieni ili kuhukumu, nami nitakuwa shahidi mwepesi juu ya wachawi na juu ya wazinzi na juu yao waapao kwa uongo na juu yao wamwoneao mwenye kuajiriwa kwa ajili ya mshahara wake, wamwoneao mjane na yatima, na kumpotosha mgeni asipate haki yake. Wala hawaniogopi mimi, asema Bwana wa majeshi, kwa kuwa mimi Bwana sina kigeugeu. Kwa hivyo anaeleza kwamba atakaribia.